الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم تعليم تذكر التذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة لحث على تمسك بكتاب الله تعالى سنة رسول الله دلال على خير ابتغاء مرضات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى أفهم أنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. قال الناظم الفاهم: تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء وساوى الموت بين الخلق طرا فكلهم رهائن للفناء au kama qal. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rahma Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukiwa tupo mwanzoni mwa kitabu chetu kinachoitwa Tabaraka Dhul Ula, kinachoitwa Madarijul Ula, ambayo ni sherehe ya Tabaraka Dhul Ula. Ni kitabu cha mwandishi wetu huyo, Allah amrahamu, Abil Mubarak Hasan ibn Umair Ash-Shirazi afallahu anhu. Basi leo moja kwa moja tutaweza kuendelea na mutala wetu kwa idhni yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile tulivyoona katika somo lililopita jana, tarjuma yake, kuweza kumfahamu huyu mwandishi, mambo yale ambayo yanayomhusu yeye, ni nani, kazaliwa wapi, kasomea wapi, kaishi wapi, na tukachambua Bismillahir Rahmanir Rahim pamoja na maana zake. Kwa hiyo bila kutoilisha muda, leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutakuwa ni wenye kuendelea na somo letu kwa kulianza kama alivyoanza mwandishi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrahamu yeye pamoja na sisi. Anasema tabaraka dhul ula, ametukuka mwenye utukufu, wal kibriyai, na ukubwa, tafarrada bil jalali wa bil baqai, amepwekeka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa utukufu na kwa kubakia. Tafarrada, amepwekeka, bimaana ni wapekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amejitenga kivyake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, biljalali, kwa utukufu. Yeye ni mtukufu Mwenyezi Mungu, hakuna mtukufu mwingine zaidi yake yeye Allahu jalla jalalu. Wa bilbaqai, na pia vile vile kwa kubakia. Mwenyezi Mungu yeye alikuwepo na hivi sasa yupo na ataendelea kuwepo, vile ambavyo yupo ndio yupo hivyo hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo katika kubakia kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hashirikiani na kiumbe yoyote, bimaana tafarrada, amepwekeka, amekuwa wapekee, biljalali, kwa utukufu, wa bilbaqai, na kwa kubakia. Qala an-nadhimu al-fahimu, amesema mtunzi huyu mwenye fahamu radhiyallahu anhu. Al-fahimu bimaana ni mwenye fahamu, ni ismu fa'ilu. Bismillahir Rahmanir Rahim, amesema hivyo Bismillahir Rahmanir Rahim bimaana ameanza kukiandika kitabu chake kwa kupitia kama ile Qur'ani ilivyoanza. Maana Qur'ani ukifungua msahafu sura yoyote kasoro ile bara'atun min Allah, surati Tauba, hiyo hutaikuta na Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa sababu ile ilishuka wakati ambao ni wakati wa vita, wakati wa mapigano. Kwa hiyo bismillah ni rahma kama hii. Kwa hiyo akafuatishia katika uandishi wake kama ilivyokuja katika uandishi wa Qur'an al-Karim. Kila sura utakayoifungua utakuta mwanzoni kabisa ni Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa hiyo na yeye akatabaruk kutokamana na kile kitabu cha Mwenyezi Mungu, ndipo akasema qala an-nadhimu, amesema mtunzi, al-fahimu, mwenye fahamu radhiyallahu anhu, Bismillahir Rahmanir Rahim, amalan, kwa kuifanyia kazi, bil hadithi al-mashhuri, ile hadithi ambayo ni mashuhur, hadithi ambayo imetangaa, awalan, mwanzo kabisa. Hadithi gani? Ni ile hadithi ambayo ameitoa al-Khatib al-Baghdadi katika kitabu chake kinachoitwa Al-Jami'u lil akhlaqi rawi wa adabi sami'i. Hadithi kama hiyo utaikuta katika kitabu chake hicho.
Pia vile vile al-Imamu Sam'ani katika kitabu chake kitwacho Adabul Imla'i wal Istimla'i utaikuta hadithi kama hiyo ukurasa wa 50. Pia vile vile al-Imamu Nawawi katika sharh ya Muslim utaikuta hadithi kama hiyo mjalladi wa kwanza ukurasa nambari 43. Pia vile vile al-Imamu Ibn Hajar al-Hafidh, huyo al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani amesimulia hadithi kama hiyo katika kitabu chake kinachoitwa Nataijul Afkari mujalladi wa 3 ukurasa nambari 281. Taban ile hadithi ambayo inasema kullu amrin dhibali la yubda'u bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtaru wa fi riwayatin aqta'u wa fi riwayatin abtaru, kwa maana ya kuwa jambo lolote ambalo kullu amrin dhibali, jambo lolote ambalo lenye hali ambayo hutiliwa umuhimu kufanywa kisha lisianzwe kwa bismillahir rahmanir rahim, yani yule mfanyaji yule anapoanza jambo kama lile asilianze kwa bismillahir rahmanir rahim, basi jambo kama hilo ni lenye kukatika baraka, halina baraka na wala halitokuwa na mwisho mzuri. Kwa hiyo mwandishi wetu ameifanyia kazi ile hadithi mashuhuri amalan, kwa kuifanyia kazi bil hadithi almashuhuri, ile hadithi ambayo imetangaa awalan, mwanzo kabisa, mwanzoni mwa kitabu chake kama hichi, liannaha, kwa sababu hiyo, bismillahir rahmanir rahim min umuri dhati hali wa sha'ani, ni katika mambo ya hali na ya kishaani. Wathanna, na akafuatishia bithanai ala Allahi, wa kumsifia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, thaniyan, kwa mara ya pili, liannaha, kwa sababu hiyo, alhamdulillahi min dhikrillahi, ni miongoni mwa dhikri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Zipo nyingi, ndio maana ikatumika min kwa maana ya tabiidhi, ni baadhi ya miongoni mwa dhikri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min dhikrillahi jalla sha'nuhu. Wa amalan, na kwa kuifanyia kazi kwa mara nyingine, bil khabari thabiti, ile habari ambayo ni yenye kuthibiti, al-ammi, yenye kuenea, wa huwa dhikrullahi, nayo ni ile dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa thanau alayhi, na kumsifia juu yake Mwenyezi Mungu, na kumsifu bimaana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa sawaun, na ni sawasawa, kana biswighatil hamdalah, kana biswighatil basmala, iwe ni kwa tamko la bismillahi. Dhikri kama hiyo haijalishi imekuwa ni kwa kupitia tamko la bismillahi au alhamdalati au kwa tamko la alhamdulillah, yote ni dhikri hizo, au ghairihima, au zisizokuwa mbili hizo, bimaana au yasiyokuwa matamko mawili hayo, akatumia kuweza kumdhikiri Mwenyezi Mungu Subhanahu, kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sawa. Anasema wayadullu ala dhalika, na hujulisha juu ya jambo hilo, riwayatu dhikrillah, ile riwaya ya dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile riwaya iliyokuja kwa kuweza kufahamisha dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hamlan lilmuqayyadi, kwa kuchukua kile ambacho muqayyad, kilichofungamana. Wa huwa hadithul basmalati wal hamdalati ala almutlaqi, nayo ni ile hadithi ya bismillahi na alhamdulillah ala almutlaqi, kwa kuachilia. Wa huwa hadithu dhikrillah, nayo pia ni ile ile hadithi ya dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Afadahu Tirmidhi, ametolea faida au amefidisha jambo kama hilo al-Imamu Tirmidhi. Mwandishi anaendelea, faqala, basi akasema, bimaana huyo mwandishi Sheikh Hasan ibn Umair ash-Shirazi, nafa'ana Allahu bihi, Mwenyezi Mungu atunufaishe naye huyo kwa kupitia yeye, wa biulumihi, na pia vile vile kwa kupitia ilmu yake, amin. Akasemaje? Tabaraka dhul ula wal kibriyai, tabaraka ay ta'adhama, manake ametukuka Allahu Mwenyezi Mungu, bi'adhamatihi al-azaliya, kwa utukufu wake wa tangu, kwa utukufu wake wa muda mrefu, wataqaddasat, na imetwaharika, imesafishika,
dhatuhu, dhati yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, biqudusiyatihi, kwa ule utakasifu wake, al-aliya, uliotukuka, an shaibatil mithali, kutokamana na mchanganyiko wa mithali, maana kwa yale mambo ambayo hayaendani, hayastahiki, hayalaiki kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fabaqiya jalla thanauhu fi uluhiyatihi, basi akabakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jalla thanauhu, zilizotukuka sifa zake, fi uluhiyatihi, katika uungu wake, wa huwa, na hali ya kuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dhul ula, ay arrifata allati la tatanaha, mwenye utukufu ambao hauna ukomo, la tatanaha, hauna ukomo, bimaana hauna mwisho. Muttasifan, aliyakuwa ni mwenye kusifika Mola Subhanahu wa Ta'ala, bisifati salubi, kwa sifa za nyakuo, kwa sifa za nyakuzi. Manuutan, ni mwenye kusifika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mara nyingine, bisifatil maani, kwa sifa za kimaana. Mwandishi anaendelea kusema wal kibriyai, na ukubwa, bimaana tabaraka dhul ula wal kibriyai, ametukuka mwenye utukufu na ukubwa. Al kibriyau bimaana ule ukubwa ule. Wa huwa kinayatun, na hiyo kibriyai ni kinaya, tamko kama hilo, an kamali dhatihi, kutokana na kule kukamilika dhati yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kwamba Mwenyezi Mungu ni mkamilifu, hana mapungufu. Fabaqiya, basi akaendelea kubaki Mwenyezi Mungu jalla sha'anuhu, lilotukuka jambo lake, fi uluhiyatihi, katika uungu wake, muttasifan, ni mwenye kusifika, bisifatil kamali, kwa sifa kamilifu, munazzahan, ni mwenye kutakasika, an sifati naqsi, kuachana na sifa za upungufu. Fattaali wal kibriyai lilwahidil qahari, basi ule kule kutukuka, fataali, basi kule kutukuka, wal kibriyai, na ule ukubwa, anasema lilwahidi alqahari, ni wa yule mmoja ambaye mteza nguvu waja, bimaana kutukuka na ukubwa, utukufu wote huo ni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala si wa kiumbe mwingine yeyote, si mimi wala si wewe wala si yule. Kama alivyosema ndani mwa Qur'ani, walahul kibriyau fis samawati wal ardhi, ni wake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukubwa mbinguni na ardhini. Wa fil hadithi alqudusiyyati allati yarwiha nabiyuna alayhi afdalus salati wassalam, na katika hadithi kudusi ambayo anaisimulia mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, an rabbihi, kutoka kwa Mola wake tabaraka wa Ta'ala, ni hii hadithi inayosema alkibriyau ridai, kibri ni nguo yangu ya juu, maana unaweza ukasema kama ni mtandio wangu. Wala adhamatu izari, na adhama, ule utukufu, ni nguo yangu ya chini. Izari kwa maana ya ile nguo ambayo mtu anayoifunga kuanzia kwenye kitomvu kuja chini, unaweza ukasema ni kikoi, ama saruni, kwa namna kama hiyo yani. Kwa hiyo adhama ni nguo yangu ya chini. Faman nazaani, yoyote ambaye atakayefanya munazaa, fi wahidin minhuma, katika kutaka kuchukua moja kati ya hizo nguo zangu mbili, asema qasamtuhu, basi nitamvunja vunja mtu kama huyo. Na katika hadithi nyingine asema qasamtuhu wala ubali, wa fi riwayatin akhar alqaituhu fi nar, nitamvunja vunja wala sitajali. Na kwenye riwaya nyingine anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nitamtia motoni, wa alqaituhu fi nar,